Kingalame amebainisha hayo ofisini kwake wakati akizungumza na kituo hiki, ambapo amesema idadi ya wananchi waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura ni 1,024,036 na kuwa jumla ya vituo 360 vya kupiga kura vimeandaliwa kuhakikisha kila mpiga kura anatimiza haki yake kwa wakati. Kimsingi wilaya ya Nyang'hwale tumejipanga vizuri. Tuna vituo 360 vya kupigia kura ambavyo vimetapakaa kila mahali kuhakikisha wananchi wetu wanapiga kura kwa urahisi, lakini pia bila kukaa kwa muda mrefu na baadaye wakaendelea na majukumu yao ya kila siku. Lakini pia hali ya usalama katika wilaya yetu iko shwari, na tunawahimiza tu wananchi kuhakikisha wanajitokeza, kwa sababu kupiga kura ni haki ya kikatiba, lakini pia ni fursa kwa mwananchi kwenda kuchagua kiongozi wanayemtaka, ambayo ni hatima ya mwananchi pia kwa miaka 5 ijayo. Katika hatua nyingine, Kingalame amesema mwitikio wa wananchi kufuatilia sera za wagombea mbalimbali wakati wa mikutano ya kampeni ulikuwa mkubwa. Hivyo Oktoba 29 watakwenda kufanya maamuzi sahihi baada ya kupima sera hizo. Mwitikio wa Nyang'hwale katika kufuatilia sera mbalimbali za wagombea ni mkubwa, kwa sababu watu wanajitokeza kwenye mikutano ya hadhara kwenda kusikiliza mgombea huyu ana sera gani, mgombea huyu ana sera gani. Lengo kubwa waone na kupima nani hasa anaweza katufaa kwa miaka mingine 5 ijayo. Baadhi ya wananchi wilayani humo wamesema wamejiandaa kikamilifu kushiriki uchaguzi mkuu kwa kuwa wamepima sera za wagombea wote waliopita kwenye maeneo yao kunadi ilani zao. Tunajipanga vizuri ili tukafanikishe mambo vizuri, tumpitishe mama yetu Samia Suluhu kwa uzuri wa kupendeza zaidi kwa awamu hii inayokuja. Tayari nimejiandaa kupiga kura asubuhi na mapema sana. Kupiga kura ni haki yangu, natakiwa nichague kiongozi ambaye namtaka. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik.